Hii ni Pulundu TV, sehemu pekee ambapo unaweza ukapata habari za wasanii lakini pia na habari nyingine nyingi, na ni sehemu pekee ambapo entertainment tunaweza kusema kwamba ni kisima chake. Kama unataka kujua habari za wasanii wa nyumbani na vitu vingine vyote na habari kem basi ni hapa Pulundu TV. So subscribe, like, kushare pamoja na kutana on notification. Bana, mimi naitwa Aidan Albert Mwanza, niko na Drak Pure, moja kati ya maartist ambao wanafanya poa sana. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya Bongo Flava na ni moja kati ya icon za muziki wa Bongo Flava. Bana, mambo vipi? Bana, poa, namshukuru Mungu. Mambo yanaendaje Drak Pure? Ya, njema sana. Pure inakuwa Drak na Drak inakuwa Pure. Ya, Pure inakuwa Drak. Sema tuanzie hapo. Kwa nini Drak Pure? Drak Pure imetokana na mimi jina langu kamili naitwa Shedrack. Okay. Kwa hiyo nimetoa Shed nikabakisha Drak. Kwa hiyo nilipenda kuweka Pure kwa sababu Pure Kiswahili chake ni safi au halisi. Okay. Kwa hiyo nikaweka sasa Drak Pure, yani ninamaanisha kwamba Drak ndio jina langu rasmi. Shed. Kwa nini usingekuwa hata Shed Pure kwa sababu Shedrack? Kwa nini ukachukua Drak ile ya mwisho afu ikawa Pure? Nilikuta haijakaa unyama. Sio. Bana, ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri kwenye upande wa Bongo Flava. Yes. Actually nikizungumzia Bongo Flava sizungumzii tu kwa upande wa nyumbani lakini international, worldwide. Ni nini siri ya mafanikio, kabla tujienda kuzungumza vitu vingine, ya Drak kuwa hapa alipo? Unajua kinachofanya watu wapende labda kutusikiliza au muziki uende, sio kitu kingine, ni yani kwamba tunasema kujiamini kwanza. Yeah. Lakini pia ndo kama unavyokuta kwenye muziki wetu kuna maandishi mazuri, tunakaa tunaandika maandishi mazuri. Umeona, maandishi ambayo hayagombanishi. Umeona kwamba wala hamna lugha chafu. Umeona bana, lakini pia tunaenda sawa na media kama hivi. Tunaitwa kwenye Pulundu TV, tunapiga story, tunaulizana mambo kibao. Kwa hiyo hivi vitu sisi vinatuzidi kutujengezea mazingira mazuri ya kufanya kazi ambazo watu wanazielewa. Kuna maartist ambao kuna wengine wanachukulia media wanazichukulia poa. Unawaambiaje? Je, kwako wewe media ina mchango? Unaona kwamba ni kitu ambacho unapaswa kukipa kipaumbele na kukithamini? Media ina mchango tena mkubwa tu, kwa sababu unajua leo hii kama hivi napiga story na wewe Aidan Mwanza hapa kwenye Pulundu TV. Yeah. Hapa kuna kitu ambacho kinatengenezwa tunasema, kwa sababu watu wanafuatilia Pulundu TV sasa hivi watakuwa wananiangalia. Yes. Sawa, na wanasikia ninavyoongea hapa. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu ya kuanza kunifuatilia mtu ambaye labda hakunijua. Yeah. Sawa, kwa hiyo ataanza kufuatilia Drak ni nani, anafanya nini. Kwa hiyo akisikiliza ngoma zangu namna zilivyokuwa mzuri, huyo tayari nakuwa nimeshamvuta kwangu na anakuwa shabiki rasmi. Sawa. Kwa yule asiyemjua Drak Pure ameanza safari yake ya muziki mwaka gani, na ipi ilikuwa sababu ya yeye kuanza muziki, na aligundua vipi kwamba yeye ana kipaji cha uimbaji? Sawa kabisa. Mimi muziki nimeanza rasmi 2007. Wakati huo niko shule ya msingi Mgomba. Yeah. Ipo kwenye wilaya hii ya Rufiji. Yeah. Kilichofanya nianze muziki shuleni ilikuwa wakati ule wanahitimu darasa 7 wale. Yeah. Ya mimi nilikuwa nawaandikia wadada kwaya. Unawaandikia kwaya zile, wanaenda wanaimba pale tunapoaga darasa 7. Lakini sasa nikaanza kuandika mistari kama hip hop hivi. Yeah. Siku ile wanavyoondoka tunawaaga na nini. Kwa hiyo naenda hivyo, kuna mwalimu wangu alikuwa anaitwa Marema. Yeah. Alikuwa anapenda sana nikiandika mistari. Kwa hiyo imeenda mpaka ikapelekea sasa nikaanza kuandika nyimbo rasmi na nini. Yeah. Umeona, kwa hiyo watu sasa baada ya kuandika muziki wakawa wananipa imani kwamba unaweza kufanya. Kwa hiyo hapo ndio ikaanza safari ya muziki rasmi. Na ngoma yako ya kwanza unaweza kukumbuka ilikuwa inaitwaje na vibe yake ilikuwaje? Ngoma ya kwanza ilikuwa inaitwa Kibenteni. Yes. Ilikuwa inaitwa Kibenteni. Hiyo tulirekodi kwenye studio. Kuna jamaa yangu mmoja alikuwa anaitwa Kabaisa, DJ Kabaisa. Yeah, Kabaisa. Yes, yeah. Bonge jamaa mmoja bonge hivi. Yeah, nilirekodia hiyo muziki Kabaisa. Hiyo ndio ilikuwa ngoma ya kwanza kurekodi kwake. Yeah. Ya tulirekodi chumbani kwake, yani muziki. Umeona, nilirekodi, umeona bana, lakini ngoma haikuwa kubwa sana, ila nilishukuru kwamba watu walipokea yani. Na hao ndo ilipelekea mpaka mimi nikaamini kwamba nikifanya kazi watu watanipokea vizuri, na ndio safari ya muziki ilianzia hapo.
Sawa, wasanii wengi wa Rufiji tunaona ni kama wanaweka nguvu kubwa sana, ama wengi wanafanya mziki wa Singeli. Kwa nini wewe umekaa upande wa Bongo Flava na ni mzao wa Rufiji, na tunaona ukizungumza Singeli basi kiwanda ama kisima cha mziki wa Singeli kipo tunaweza kusema Rufiji pia ama mkoa wote huu wa Pwani. Sasa kwako wewe ilikuwaje ukachagua, kwa sababu naamini na artist wengi sana ambao wanafanya Singeli, lakini bado hapo wewe umechagua kufanya ukaamua kufanya Bongo Flava. Ni nini hasa kimesababisha ufanye hivyo? Kwanza mimi mwenyewe binafsi napenda muziki wa Bongo Flava. Sawa? Yeah. Yani kusikiliza, napenda kusikiliza muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo pia huko nyuma nilikuwa napenda kusikiliza muziki wa Bongo Flava, lakini pia nilikuwa nafanya, baada ya kuanza kurekodi ile ngoma yangu ya kwanza mimi kwambia Kibenten, nikawa nafanya zile audio cover. Yani mfano kama vile ngoma ya Baraka Prince nilishawahi kufanya audio cover. Umeona, nilishawahi kufanya ngoma ya Alikiba inaitwa ndio nilifanyaga audio cover. Kwa hiyo baadaye sasa ndio unakuja muziki wa Singeli na nini. Umeona, nikataka kujitupa kwenye muziki wa Singeli, lakini nakuta mapenzi yangu hayapo kule. Na pia watu wanaonifuatilia wanapenda muziki wa Bongo Flava. Yes. 2025 ilikuwa ni mwaka poa sana kwako, kwa maana ya kwamba ni mwaka ambao uliachia ngoma kama Exalaniwe na ngoma nyingine ambazo zilienda kweli kweli, na tuliona mapokezi ya ngoma yalikuwa makubwa. Kwa mwaka 2026 mipango yako ni ipi hasa? Je, tumepanga kufunika mwaka 2025 Exalaniwe, moja kati ya ngoma ambayo iliboom kweli kweli, na je huu mwaka tuna mipango ipi? Okay, 2025 kama ulivyosema hivyo, nilifanya Exalaniwe, nilifanya ngoma inaitwa Humu Tu, umeona, nilifanya Aniache, umeona, zingi na namshukuru Mungu zina mapokezi makubwa sana, umeona bana. Lakini 2026 tumeanza rasmi. Sasa hivi tuko katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ya baada ya hapa, yani tukishamaliza mfungo wa Ramadhani, nimeandaa kitu kikubwa sana ambacho tunaita EP. Okay, extended playlist. Yes, kirefu chake. Kwa hiyo ndani ya EP kutakuwa kuna nyimbo tofauti tofauti. Kutakuwa kuna Bongo Flava za kawaida, kutakuwa kuna mapiano, lakini jumla nyimbo zitakuwa 7. Ni project ambayo tayari imekwisha andaliwa inasubiri kufanya released, ama ni project ambayo ndio sasa unapanga kwanza kuifanya? Yani hapa ilipo iko tayari tu, yani tunasubiria muda tu mwafaka. Inaitwaje sasa? Hii itakuwa inaitwa Unaona. Unaona? So wewe unaamini kwenye hiyo EP yako? Mimi nikitazama naona kitu kikubwa sana. Kwa sababu wasanii wa Bongo Flava hapa nyumbani, msanii ambaye alifanyaga EP na mfahamu ni Kaidizo, ndio alifanyaga EP. Lakini Kaidizo alifanya EP, mnajua maandalizi yake hakufanya makubwa sana, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwepo katika uzinduzi huo wa EP ya kwake. Hakufanya maandalizi makubwa sana, na Kaidizo ni mmoja katika watu ambao mimi wana ni bless kwenye kazi zangu. Kwa hiyo Kaidizo ameniambia kwamba usifanye kama mimi, nataka uboreshe, kwa sababu wewe sasa hivi ni moja kati ya watu ambao unafuatiliwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo boresha. Wao amenishauri hivyo na mimi nimeboresha kweli. Yaani nataka nifanye vitu tofauti kabisa ambavyo havijawahi kufanyika, naweza nikasema nyumbani. Sawa. Hii ni Pulundu TV ambayo inaendelea kuifuatilia. Asante sana kwa kuwa uko pamoja na sisi. Endelea kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia usisahau kwenda TX sticker point kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata sticker za maana, lakini pia unapata designing za sticker yako na unazipata za kwenda za mbele, ambazo mwenyewe pia kila mtu atauliza kwamba ni wapi ambako umeweza kufanyia. Bana, huduma mahala pale ni huduma ambazo zimevuka kiwango cha ubora, manake ni juu, ni zaidi ya neno lenyewe ubora. Bana, tupo na Drug Pure na tupo kwenye EP extended playlist anayozungumza, ambayo ina nyimbo 7. Kwa nini extended playlist yako ina nyimbo 7? Wakati mimi kwa ninavyojua extended playlist inatakiwa ina nyimbo 6 at least. Yaani umezidi sana, waga ni 4, kuanzia 4 kiwango cha chini tumeenda 5, mwisho 6. Kwa nini 7? Kama 7 kwa nini isiwe album kabisa? Okay. Unajua utamu umezidi sana. Na ndio maana unakuta nyimbo zilikuwa kama hivyo unavyosema 6. Lakini kwenye nyimbo 6 zile
Nilikwambia pa na daza yangu ambaye nafanya naye kazi kwa pamoja anaitwa Kediso. Yes. Kediso aliniambia hizi nyimbo 6 zote za moto ulizoziweka kwenye EP. Lakini kuna nyimbo moja umeiacha. Hii naona nayo pia ungeiweka kwenye EP kwa sababu zipo nyimbo nyingi tumeziandaa, ila hizo ndo tulizoziweka kwenye EP, afu hizo zingine tutakuwa tunaachia moja moja. Unaweza ukatuibia siri katika hii extended playlist yako? Kuna maartist ambao umewashirikisha, kuna featuring humo ndani? Ya, ipo nyimbo moja ambayo nimemshirikisha mtu, yani tofauti na mimi mwenyewe. Kuna nyimbo ambayo nimemshirikisha mtu. Kwa mfano nyimbo gani? Yeye anaitwa Abu. Na msanii ni nani? Anaitwa Ika. Anaitwa Ika. Kutoka wapi? Msanii kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Na artist wengine ambao wameapia kwenye nani EP yako? Artist wengine wapo, lakini wao watakuja tu kunisindikiza. Kwa mfano kama wasanii wa nyumbani wote watakuja kunisindikiza siku ile, kwa sababu unajua jambo kama hilo siwezi kulifanya mimi kama mimi. Mimi nimeandaa tu, lakini kila mtu siku ile atakuja kuonesha kile ambacho alichonacho, na kama kunisupport msanii mwenzao. Umeona bana, lakini sizungumzii tu Bongo Flava. Mimi ndio naimba Bongo Flava, lakini pia nao marafiki ya. Kwa hiyo kutakuwa kuna wasanii tofauti. Kutakuwa na wasanii wa Singeli, umeona kutakuwa na wasanii wa ile muziki wa kizamani. Nani watakuwepo? Kuna jamaa mmoja anaitwa Mpenyie, anaimba mnanda, lakini kuna yule nani Bwangastino sijui, umeona. Lakini kuna mdada yule babake muone wa Sakani, yule anaimba taarabu, yule nani wa Rufiji, unajua. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa nao, umeona bana, kila mtu atakuja kuonesha cha kwake, lakini kwamba title ni uzinduzi wa EP. So, na list unahitaji ndio hiyo tu ama kuna list nyingine? Kwa sababu sijasikia list ya wasanii wa nyumbani. List itakuwa tena kubwa tu, lakini leo acha tusizungumzie kwa sababu bado tupo kwenye mfungo. Tutakapomaliza kila kitu tutakiweka wazi. Maandalizi yanaonekana kuwa makubwa. Nyuma ya maandalizi ya EP ni nani ambaye anakushika mkono? Washika mkono wapo wengi, kwa sababu kwanza nianze na Apollo TV wenyewe. Umeona kama hivi leo ameniita na tunapiga story kuhusu EP. Umeona, lakini pia wapo Dick Studio. Umeona wapo D Maige, akina Tajiri Simba, akina Adam Pasco. Umeona na wengineo kibao ambao wanashika mkono. Umeona bana, nikiwemo na mimi mwenyewe pia. Umeona producer Muno. Wapo wengi tu ambao wanalisimamia hilo jambo na kulishika mkono ili mradi jambo liende kama vile inavyotakiwa. Sawa. Na itafanyika wapi? Kwa sababu tumezungumzia EP lakini sijaona venue hapo. Venue itakuwa wapi? EP itafanyika hapa Rufiji Pwani. Umeona bana, kwenye viwanja vya Igo mjini. Umeona bana, tarehe na siku tutazitaja mbele ya safari. Tarehe na siku tutataja mbele ya safari. Moja kati ya vitu ambavyo tumezoea kuviangalia ni kwamba ama kuviona ni kwamba sijui umejipanga vipi kama unawalika wasanii wa Singeli wamekuwa wakitembea na kijiji chao. Kiukweli ni moja kati ya watu ambao zithubutu kuwapa jukwaa ambao kama ukilinganisha na muziki wa Bongo Flava kama jamaa wana hype sana. Umejipanga vipi? Maana najua watakuwepo watu kama wakina Rojamo, najua watakuja ku pale. Watakuja ku Sasa umejipanga vipi wewe ukienda mwenye EP wewe jambo lako na changamoto kama hizo, maana jamaa na hype vibaya? Kwanza nikwambia kitu kimoja Aidan. Unajua kila muziki una ladha yake. Sawa? Ukizungumzia Singeli kama hivi ulivyosema kuna mapanga shaza wanaume Temeke. Umeona? Lakini pia Bongo Flava pia ina ladha zake. Umeona, Bongo Flava unajua unaweza kumwambia mtu yani akawa anakuelewa kiasi kwamba mpaka akajihisi hayupo hapo alipo. Bongo Flava kama unaitendea haki. Umeona? Lakini pia Bongo Flava tunaweza tukasema kwamba ndio muziki mama. Maana ndio unaobeba muziki yote. Hiyo ndio ukweli wazi. Sasa kwa hiyo na mimi siku hiyo nataka nionyeshe kwamba Bongo Flava yani inabeba nafasi kubwa sana kuliko muziki yote. Kwa hiyo siku hiyo mimi nitajua namna gani naweza nikawateka wale jamaa. Kazi ipo. Sawa. Na tukiangalia namna ambavyo maandalizi ya EP yako yalivyo, inaonekana kwamba ni EP ambayo umeanza kuandaa muda mrefu sana. Na umekuwa na wazo hilo muda mrefu. Lakini ni EP ambayo itakuwa ni audio peke yake ama ni audio pamoja na video? Audio itakuwepo na video zitakuwepo. Kwenye nyimbo zetu 7, 2 zitakuwa tayari zina video, na 5 zitakuwa audio. Kwa hiyo tusifanye zote zikawa na video?
Na hii kutokana na wanaosimamia au pia tunaweza tukasema kwamba management ambayo inasimamia hili jambo, kwa sababu wamesema kwamba tanguliza kwanza hizi mbili, baada ya uzinduzi wetu wa EP naweza tukafanya vile. Sawa. Na nini matarajio yako baada ya EP? Matarajio niliyoyaweka, kwanza mimi nataka siku hiyo waje watu tofauti. Okay. Na nadhani watakapokuja watu tofauti hapo ndo wataamini kwamba kumbe kweli wapo watu ambao wanafanya muziki wa aina ya Bongo Flava tena vizuri zaidi hata hao masuperstar. Sawa? Yeah. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba matarajio ni kunitangaza kimataifa. I like your confidence. Yes. Yeah, kwa hiyo iko ndo kitu ambacho mimi nimekitarajia. Sasa kwenda kimataifa, kwenda viral. Yes. Sasa na tumezoea kwamba mara nyingi viingilio vimekuwa si rafiki sana, kwa maana kwamba gharama viingilio muda mwingine unakuta inakuwa kubwa kulinganisha na kipato cha mashabiki. Wewe kwa hiyo umejipangaje? Na je, gharama tayari za viingilio zimeshapangwa, na kama zimepangwa ni kiasi gani, na kama hazijapangwa zitakuwa rafiki? Unajua Aidani, mimi binafsi kama ingekuwa mfano hakuna mtu yeyote ambaye anasimamia kwenye hili, kama ningekuwa ni mimi mwenyewe tu, mimi ningeweka bure. Kwa sababu mimi siku hiyo nataka ule ukumbi usitoshe. Yaani uwe mdogo. Unaelewa sijui? Na malengo kama nilivyosema kwamba mimi nataka nijitangaze au nikawaoneshe watu kwamba kila kitu kinawezekana. Sasa kwa hiyo nataka kila mtu aone, aliyekuwa na hela aone, asiyekuwa na hela aone. Yes. Kwa sababu ukiweka kiingilio kikubwa watakuja kuona wenye hela zao. Ni kweli. Wasiokuwa na hela watakosa. Kwa hiyo mimi nitaweka hata kama kutakuwa kuna kiingilio kitakuwa kidogo sana ambacho kila mtu atakiweza. Sawa. Yeah. Okay, na baada ya kuwa tumeshafanya EP, kiingilio kimekuwa rafiki na mambo yameenda, plani nyingine itakayofuata mbele ya hapo ni nini? Je, umewaza labda kufanya album, kwamba itakuwa ni muda sasa wa album, kwa sababu tayari viwango vya EP tayari nimesha vivuka. Sasa unawaza kwenda next step, kwenda hatua nyingine na ufuata? Yeah, kama ulivyosema hapo, kwa sababu tukishafanya EP maana tunasema kwamba hivi vitu tunaenda ngazi kwa ngazi. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaachia nyimbo moja, lakini sasa hivi Mungu amebariki tunafanya EP. Na baada ya EP maana tutakuja tufanya album. Baada ya album sasa utaona makolabo ya kimataifa yanafanyika. Mmoja kati ya kolabo ya kimataifa tutarajia nani? Yani katika watu ambao yani waga natamani yani tufanye kazi leo kesho. Nuge. Nani? Nuge. Kuna msanii fulani wa Nigeria anafumba kijicho chake kimoja. Nuge. Yule jamaa na yuko wapi tunatarajia? Yani yule jamaa hiyo sio itakuwa. Lazima. Bwana mtazamaji wa Pulundu TV, unaendelea kuenjoy interview nikiwa na Drak Pure, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kutoka Rufiji, wasanii wa Bongo Flava. Endelea kuwa pamoja na Pulundu TV, usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare, lakini pia turn on notification kila siku unakuwa na sisi, kwa sababu hapa ndio sehemu ambapo tunakupa chakula bora cha kujua na taarifa mbalimbali zikiwemo za wasanii na mambo mengine mengi. Lakini naendelea kukumbusha kwamba TX Worldwide Sticker Point Mbala, nenda pale bwana kapige sticker yako. Inawezekana pia una chombo chako cha usafiri unataka king'ae ndani, lakini pia katika maeneo na mazingira yote ambayo unataka yaweze kuonekana vizuri, basi ni TX Worldwide. Unapata sticker kali na unapata design kali kama unavyoiona kwenye background yetu ya Pulundu TV inaonekana vizuri zaidi. Baba, tukiwa tunamalizia, tumepiga story nyingi sana. Alafu ujue kila mtu anaweza kuja kujinasibu. Anaweza kuja hapa Pulundu TV akajinasibu mimi ni msanii. Tukapiga story nyingi sana. Alafu hajaimba, hajaonesha watu namna gani yeye ni msanii. Itakuwa sasa sana tunampigia mbuzi gitaa. So tunataka utuprove. Ama umprove mtazamaji. Anataka kujua je kweli hapa msanii. Hiyo haina shaka kwa sababu hiyo ndo kazi yetu bwana. Twende sasa, twende kazi. Chapa ilale baba. Anavyopenda fashion, makope na makucha mpiti ration. Kutwa kucha ya location, mafotoshoot kushoot na kina Bachan. Kwa posti makopa ndo caption, akianza luti kaunda di Sheraton.
Boda boda siyemjuanan kigenge juu Azimio mpima magengeni yanavoza nikomana nikomoaga kumbe wenzake uko tulishapitaga enzi na enzi sasa tunaitwa baba tumejitambua. Mama sana hata kamili usisahau basi siku rasmi itatangazwa hapa Mulundu TV na utakuja kupata vibe la kutosha sana kuna katika ukumbi wa Eagle mjini ama Eagle Town na Drag Pure aka Kibamia. Naomba nikuulize swali moja la uzushi alafu ndio tutakuwa tunamaliza interview yetu alafu tutakuwa tunamaliza interview yetu bana. Hivi Kibamia, kwa nini Kibamia? Kwa sababu mimi kama unavyojua nilikuwa pia nikichanganya majina sometimes, hata ngoma utakuja kurekodi na nashinda sometimes andika Kibamia, sometimes Drag Pure. Hii Kibamia ikoje yani? Na tunavyojua CV ya Kibamia, mtu akisema Kibamia actually ina maana fulani ambayo ya ku unajua Aidan au Mr. Ozone Kibamia bana, kama tulivyosema mwanzo, unajua sana mimi nimeanza muda mrefu. Umeona nimeshafanya hii bongo flavor, lakini nishafanya bongo movie, nishafanya vibonzo. Umeona wakati wetu tulikuwa tuna mtu mmoja anaitwa Director Promo. Yes. Sawa, ni mtu hapa hapa Rufiji, sasa hivi ametoka tu kidogo mishemishe. Huyu tulifanya kibonzo. Hiko kibonzo kilikuwa kinaitwa Kibamia. Okay. Sawa? Yaani mimi nilienda kwa mganga. Umeona ndugu zangu mtaani waliniambia kwamba yule mganga bwana ukiwa na Kibamia anakupatia fedha nyingi sana. Umeona? Sasa mimi nilielewa vibaya. Mimi nilielewa Kibamia yani ni lile bamia ambalo bado halijakomaa labda kidogo dogo hivi. Kumbe wao wenzangu walikuwa wanatafsiri. Sasa nimekuja jina. Unajua hili jina linawalisia. Kwa sababu sasa hivi limekuwa jina lako na wanasema kwamba jina linasadifu mara nyingi yaliyomo ndani yake. Yaani kwa mfano ukimpa mtoto jina Shida basi atakuwa na maisha ya shida. Je, kuna badiliko lolote ama kuna uhalisia na mfano lolote? Kwa sababu wewe ndo mmiliki na unaweza kujua. Je, ni kweli unaweza kuwa tuna hapa nichukue wewe si producer Mr. Ozone. Hapa nichukue ule mstari wako ule. Kwamba mimi nasema kwamba hapa hakuna ukweli wowote. Yes. Lakini kama unabisha njoo. Sasa aje nani sisi? Anabisha. Mimi na kuna namna yote limekuwa affect kwa sababu sometimes hata mtaani nimekuwa nikisikia hata wanawake wanakuita Kibamia. Inaonekana kama upokee. Unajua mimi silikatai hilo jina kwa sababu mimi si msanii. Kwa hiyo mashabiki zangu wanapenda tu kuniita vyovyote vile. Umeona? Ila Kibamia kama imehype kuliko Drag Pure. Yaani hiyo Kibamia ndio imeenda sana. Yaani ndio imeenda mno. Umeona? Lakini imeenda kutokana na yaani hizo ni moja kazi zangu zimenipeleka huko. Umeona? Yaani kama mfano hivi mfano mfupi leo Diamond umuite Jeje. Umeona? Atakuitikia tu kwa sababu hiyo ni title ya ngoma yake. Sasa wewe sio title ya ngoma yako. Hiyo mimi ni title ya kibonzo nilifanya. Hivi mpaka leo kipo? Kipo online. Kipo online. Kibamia. Kibamia. Hivyo kinaitwa. Unajua mimi ninachokesha vibaya. Kwa mimi nilijua ni key, yani ile key ya funguo, yani key Kibamia. Yani unajua kama kiiba, yani kama kaiba moja. Umeelewa? Sikujua kama yani imesimama hivyo Kibamia hivyo. Yes. Bwana hamna ukweli ndani yake. Wewe niambie hamna ukweli ndani yake. Kulingana na Drag Pure mwenyewe anasema hakuna ukweli ndani yake, lakini mimi siwezi kuthibitisha hilo ukweli nao yeye mwenyewe. Sasa tukiwa tunamaliza, kuna mtu ambaye anataka kuwasiliana na Drag Pure, ndio katika social network kwa namna yote ile, anakupataje? Na mwingine anataka ngoma zako. Kuna mtazamaji wa Mulundu TV ambaye haipo haya maeneo kwa sababu Mulundu TV sisi tuko worldwide, maana yake ni dunia nzima inatupata mahali popote pale. Kuna mtu ameona ni msanii, amekusikia ulivyoimba, lakini still anataka kwenda kusikia ngoma zako kupitia digital platform. Anakupataje kunako katika digital platforms? Mimi mitandao yote ya kijamii inapatikana kwa Drag Pure. Yaani ni DRACK. Unaacha nafasi kidogo, unaandika PURE. Yaani pure. Yaani pure. Yes. Yaani maana yake ni Drag Pure.
pure ambayo ndio pure katika mitandao yote ya kijamii, TikTok, sijui Facebook, WhatsApp, sijui YouTube, sijui Boomplay, yani kote huko. Yes. Swali moja la kizushi, kwenye mitandao ya kijamii usumbuliwe? Kusumbuliwa? Asumbuliwe bana. Basi ya ni siesta. Kweli bana. Sawa. Bana, hii ni Burundi TV na tuko tukipiga story na Drug Pure, moja kati ya wasanii wanaofanya vizuri sana na moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana. Kama unataka kusupport kazi zake, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare pia kanako katika channel ya YouTube yake ili kuendelea kusupport. Lakini hii hapa ni Burundi TV pia, sehemu pekee ambako pia tutakupa updates ya nini ambacho kinaendelea kuhusiana na extended playlist yake ambayo atakuja nayo hivi karibuni. Bana, asante sana. Nyuma ya kamera yupo TX Worldwide mwenyewe, ama unaweza kumuita CEO wa Burundi TV, ambaye amesimamia mchongo mzima. Endelea kusubscribe, kuwa pamoja na sisi, share, like, lakini pia turn on notification ili uendelee kuwa familia.